Twende katika moja miongoni mwa mambo yaliyotokea makubwa katika nchi ya Madina mwaka wa kwanza tukufika Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tumetaja kule kwamba tiidadu sukan, kwa lugha ya leo sensa imefanyika katika mji wa Madina. Mtume akahesabiwa baada an amara an yuktaba lahu bikulli man yatalaffadh bilislam, fawajadu anna ar-rijala balaghu 1500 rajul, faqalu lima nakhafu wa nahnu baina 1500. Hii ilikuwa ni sensa aliyoifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikagundulikana kwamba kuna namba isiyozidi au zaidi ya 1500, mpaka wenyewe wakapatwa na mshangao. Tunalala na silaha mkononi, kumbe tunaweza kujiprotect wenyewe, nastatiu an nudafi'a anfusina. Na hili ndilo lililofanya baadhi yao wakapata nguvu na wakawa sasa wako macho, na pahala popote wanaweza wakaenda wakakaa wakajitetea, na wakawa ni watu wenye nguvu na morali. Mtume sallallahu alayhi wasallam, kitu kikubwa kilichofanyika pale Madina ilikuwa kila akiswali alikuwa anatizama mbinguni. Kila akiswali anaangalia mbinguni. Sala hizi alizokuwa akisali akiangalia mbinguni zilikuwa akielekea sehemu inaitwa Baitul Maqdis, Palestina. Kwa maana kwamba hii misikiti yetu sasa, ukiona mihrabu ile pale anaposimama imamu akaongoza sala, inaelekea Makka. Huko ujue tunakoelekea wakati wa sala ni Makka, tunaielekea ile Al-Kaaba. Lakini wakati wa Mtume akiingia Madina, sala ilikuwa watu hawaelekei Makka, kwa anaelekea Palestina. Kwa hiyo ni upande mwingine kabisa. Sasa tunaelekea huko, lakini labda huko ala sabili mithal. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hamu yake kubwa ilikuwa aelekee Makka. Kwa nini swala hili halikutokea akiwa Makka? Kwa sababu Makka ndo alikuwa Makka. Kwa hiyo ile miaka 13 ibada zake, kama alikuwa akisali akielekea Al-Kaaba, ana uwezo, kama kibla kule Makka ilikuwa ni kuelekea Baitul Maqdis. Kwa hiyo unaweza ukasimama nyuma ya Al-Kaaba na huku ukawa unaelekea Al-Kaaba pamoja na Baitul Maqdis. Kwa hiyo ilikuwa hakuna tashwishi yoyote, kwa sababu ukiwa Makka, na hii ni moja katika faida ambazo tunawapa mahujaji. Ukiwa Makka, uwezo wa kuelekea sala yako upande huu na upande huu na upande huu na upande huu, yani jihad 6 zote, mashariki, magharibi, kusini, kaskazini, jihad al-arba'a, hizi sehemu 4 zote, ukiwa kwenye msikiti wa Makka unaweza ukasimama. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo hayapatikani pahala pengine ni haya. Unapokwenda wewe haji kule Makka, jitahidi uswali kuelekea Al-Kaaba kupitia pembe zote. Siku nyingine unasimama kusini unaielekea Al-Kaaba, siku nyingine unasimama kaskazini unaielekea Al-Kaaba, siku nyingine unasimama magharibi, siku nyingine unasimama mashariki unaielekea Al-Kaaba, kwa sababu Al-Kaaba hii hapa. Kwa hiyo unaweza kusimama huku kaelekea huku, unaweza kusimama huku kaelekea huku, unaweza kusimama huku kaelekea huku, unaweza kusimama huku kaelekea. Kwa hiyo swali angle zote, kitu ambacho ukiwa kwenu Tanzania au Kenya au wapi huwezi, lazima uelekee sehemu moja tu, kama hivi tunavyofanya. Hatuwezi sasa tukasimama huku tukaelekea huku, lazima tunaelekea sehemu. Kwa hiyo ukiwa Makka unaelekea popote, kwa maana kwamba unaielekea Al-Kaaba kutoka katika upande wowote. Na hii ni katika mumayizati ambazo huwezi ukazipata pahala pengine popote isipokuwa ukiwa pale katika haram. Naam. Sasa Mtume alipokuwa kule Makka alikuwa na uwezo wa kuelekea Baitul Maqdis, lakini huko ameelekea Makka. Amesimama kwenye Al-Kaaba, anaelekea Al-Kaaba, na huko amesimama anaelekea Baitul Maqdis kwa wakati mmoja, na piga ndege wawili kwa jiwe moja. Lakini Madina huwezi, inabidi uelekee kule sehemu moja tu. Huwezi ukaelekea same time Baitul Maqdis na same time kwa unaielekea Al-Kaaba, abadan. Sasa ikawa akifika wakati wa kusali anaelekeza uso wake mbinguni. Yani kama utaniamrisha saa ngapi nibadilishe kibla ya Arab, au kama kutamani ya reti Mwenyezi Mungu angenibadilishia kibla badala ya kuelekea huko. Kwa nini nataka kubadilishia kibla? Kwa sababu Mayahudi ndo kibla yao kule, na Mayahudi ni ahlu alkitab kama na Manasara, yani ni watu waliopewa kitabu. Ina maana ni watu waliokuwa na sheria na mtume wao Musa,
na mtume Musa ni ndugu na mtume Muhammad katika risala, na kazi yao wote ni moja, na dini ni moja, na Uislamu ni kitu kimoja. Kwa hiyo sisi kuelekea kule ilikuwa sio kosa, kwa sababu ndugu zetu walikuwa na imani ya kumwamini Mola mmoja na mtume walikuwa wanafanya hivyo. Kwa hiyo na mitume mara nyingi hawakupishana katika sheria, isipokuwa Mwenyezi Mungu anawabadilishia baadhi ya kadhaa ndogo ndogo au kidogo kidogo, lakini tauhid ni ile ile moja, Mola ndo yule yule mmoja, na dini ndo ile ile, sheria tu zinabadilika. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaelekea Baitul Maqdis kama Mayahudi walivyokuwa wanaelekea Baitul Maqdis. Lakini tumesema mwanzo wa kipindi chetu cha jana kwamba mtume alikuwa anapenda sana awe tofauti na hawa Mayahudi. Kasema alikuwa hawapakai rangi nyeusi rangi weupe wa nywele zao au mvi zao. Mtume akamwambia isbighu fa innal yahuda la yasbighun, nyinyi waislamu wakhalifuni kwa sababu wao hawapakai rangi, nyinyi pakeni hina na katam kubadilisha ule weupe wa mvi zenu. Hawa hawasali na hofu katika ibada zao, nyinyi vaeni hofu, yani kama socks mswali nazo. Hawa wanafunga Ashura, mimi nikiwa hai nitafunga Ashura na Tasua. Unaona kila kipengele mtume sallallahu alaihi wasallam anawakhalifu hawa, japo kama ni jambo wanalifanya na yeye analifanya, lakini kutakuwa kuna kukhalifu kidogo. Sema Yahudi walikuwa wakiona waislamu wanasali kuelekea Baitul Maqdis, sasa wanatufuata sisi hawa. Unaona, lazima nyinyi mtufuate sisi. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam kila wakati alikuwa akitazama mbinguni. Allah akamtambua akamwambia, qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram. Kisoma sura sayaqulu sufaha suratul Baqara, mtapata maneno haya ya mwanzo kabisa. Baada an tawajjaha ila Bait al-Maqdis bimuddati عام ونصف تقريبا 6 أشهر 16 شهرا, kwa muda wa miezi 16 alipoingia Maka, karibu mwaka na nusu, mtume anaelekea Baitul Maqdis mpaka hizi aya zilipomteremkia. qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram, tutakugeuzia, tutakubadilishia ewe Muhammad kibla ulichotulizana nacho moyo wako, unachokiridhia. Tumeona geuza uso wako mbinguni kila wakati, tumejua unataka nini. Yani Mwenyezi Mungu anataka kukuambia kwamba kile kilichokuwa ndani ya moyo wako hata kabla hujakisema yeye anajua. Ya'lamu sirra wa akhfa, anajua siri Mwenyezi Mungu na zaidi ya siri Allah anajua. Kwa hiyo akamwambia mtume wako tayari, akamwambia mtume wake tumeshakugeuzia, fawalli wajhaka shatra ay nahwa almasjid alharam, geuza uso wako elekea Maka unakotaka. Kageuzwa qibla. Kwa hiyo ule msikiti wa mtume ule unaouona na misikiti yote iliyojengwa kabla ya kugeuzwa qibla, vibila vyao au mihrabu zao ilikuwa zinaelekea wapi? Upande wa Baitul Maqdis. Hata msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo watu walikuwa wanaelekea huko, lakini aya hii ikabadilisha. Pale ndio kisa kilichotokea cha mmoja katika misikiti ya mtume kuitwa Masjid al-Qiblatain. Mahujaji wanajua msikiti huu, kila wanapokwenda Madina huwa wanaitembelea hii msikiti. Baada ya watu kubadilishiwa qibla, na wanasema ilikuwa ni salatul asri, watu wakasali wakaelekea katika sehemu nyingine, wakafika katika msikiti wa Masjid al-Qiblatain, wakawapata watu bado wanasali wanaelekea Baitul Maqdis wakati kule qibla imeshabadilishwa. Hawajui. Unajua zamani sio kama leo. Leo jambo linafanyika hapa, watu Marekani wanapata habari, saa nyingine wanaweza wakapata habari kabla ya wewe uko hapa. Kama sasa hivi wanatuona vijana kupitia channel hizi zetu all over the world, kwa muda mchache tu habari zimeshafika. Zamani hakuna hivyo vitu. Sasa watu wa pale Kuba hawajapata habari kwamba qibla imebadilishwa, bado wanasali wanaelekea Baitul Maqdis.
Akapita mmoja akamwambia, bwana, nashuhudia kwa Allah kwamba leo nimeswali pamoja na mtume katika sala ya alasiri, qibla kimebadilishwa, watu wanaelekea upande wa Maka. Yule imamu akasikia, ilikuwa tayari ameshaanza kuswali rakaa 2 za kwanza, ameelekea Baitul Maqdis, kusikia vile kwamba qibla kimebadilishwa, watu wanaelekea Maka, akageuka pale pale, akawa anaelekeza uso wake upande wa Maka, na maamuma wote wakageuka. Imamu akasogea mbele, ikawa anaswali kuelekea Maka, na maamuma wakawa wanamfuata. Kwa hiyo sala moja ikaswaliwa rakaa 2 za mwanzo Baitul Maqdis, rakaa 2 za mwisho Maka. Huu msikiti ukaitwa Masjidul Qiblatain, mpaka leo upo. Yani athari zake na umefanywa tu renovation na tatwiri, imekuja, lakini sehemu ile ambayo kitendo hiki kilifanyika ndo palipokuwa na Masjid al-Qiblatain. Kwa hiyo qibla kikabadilishwa, na hili liliwauma sana Mayahudi. Angalia, kila siku anatukhalifu tu huyu, na hili ndilo lililowafanya baadhi katika sababu za Mayahudi kumchukia mtume na kuuchukia Uislamu, kwamba anatukhalifu tu huyu. Ndo Qur'ani ikawajibu, sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriq wal-maghrib. Anasema watasema wasufaha, wapumbavu, khifaful uqul, watu wasiokuwa na akili sawa sawa, majahil, watasema kukuambia ya Muhammad, kwani umebadilisha qibla? Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahu, ni kitu gani kilichowabadili wakageuka wakaacha qibla walichokuwa kigeuka, wakikielekea wakageukia qibla kingine, allati kanu alaiha qul lillahi al-mashriq wal-maghrib. Waambie mashariki na magharibi zote hizi ni zake Allah, ana uwezo wa kumwambia mtu aelekee kokote anakotaka, lillahi al-mashriq wal-maghrib. Kwa hiyo mtume akaelekea huko. Sasa watu wakawa na doubt wengine, sasa kuna watu walikuwa wakisali kabla ya hapo swala zao zote wameelekea Baitul Maqdis, ina maana zitakuwa ajwar, zile sala zitakuwa nothing, maana ndo tumeshabadilishiwa qibla. Sasa sala zilizopita vipi? Zikaendelea aya, wama kana Allahu liyudhi'a imanakum, Mwenyezi Mungu hapotezi kitu chochote katika matendo yenu na imani zenu. Matendo yako pale pale. Sala zilizosaliwa kuelekea Baitul Maqdis thawabu zake zipo, na sala zinazosaliwa kuendelea na sasa hivi Maka thawabu zake zipo, zimedhibitiwa. Kwa Mungu hakupotei kitu. Ma farratna fil, nasema wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba, kila kitu tunakidhibiti kwa kukiandika. Kwa hiyo wasijali watu waliokufa kabla ya qibla kubadilishwa. Qibla matendo yao yapo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehemu iliyobadilishwa qibla, hususan ule ukuta ambao walikuwa Waislamu wanaelekea Baitul Maqdis, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema msiuvunje baada ya watu kuelekea Maka pale msikitini kwake, na uzungumzia Masjidun Nabawi. Mtume akasema huu ukuta wekeni kivuli, hapa wataishi wanangu, wafuasi wangu nao walea mimi katika Uislamu. Ikumbuke kwamba kulikuwa kuna watu wana vyeo au wana nafasi mbalimbali katika Uislamu. Kuna watu wanajiweza, kuna watu wako middle, kuna watu hawajiwezi, kuna mafakiri, kuna maskini. Kwa hiyo muhajirini walipofika Maka wakawa ni wenye kusaidiana wao kwa wao, Waislamu na Ansar. Kuna wale ambao walipata watu wa kuwasaidia wakakaa nao kama wanawalea. Kuna wale ambao hawakupata, wakawa katika chini ya malezi ya Mtume. Hawa vitabu vya sira wanawaita Ahlus Suffa. Ukisoma sira utasikia kuna watu wanaitwa Ahlus Suffa. Suffa ndo hiyo dhulla, pahala ambapo palifunikwa, alafu watu wale Ahlus Suffa wakawa wanakaa pale. Wao ni maskini mpaka Mtume apate,
awapelekee, kuwe kuna kitu, kuna sadaka. Hawana wake, hawana watoto, au hawana jamaa, au wanao jamaa na wanao watoto lakini hali zao ni ngumu, wanakaa hapa, au naitwa ahlu sufa. Sasa kama umeenda Maka, wale mahujaji, ukenda zako ukabahatika kwenda Madina katika msikiti wa Mtume, hii sehemu mpaka leo ipo. Kuna sehemu nyuma ya nyumba ya Mtume, ile kaburi ya Mtume ambayo iko ndani ya masjid, nyuma yake upande kidogo kuna sehemu ina kama chanja hivi, ina kama chanja fulani, kama kichumba hivi. Watu utaona watu wengi mara nyingine wamekaa, sio raudha, sizungumzi raudha. Kuna raudha katika mimbar na mihrab ya Mtume, hiyo mbali. Hii chanja iko nyuma ya raudha au nyuma ya ile nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ile inaitwa sufa. Pale pahala pale ndo walipokuwa wakikaa watu wa sufa. Mpaka leo ipo, na hii chanja naizungumza ipo. Watu ambao wanajua historia, utaona sehemu hizi wanajazana watu pale. Kwa kuwa hizi sehemu hazikuzungumzwa kwamba watu wanapata baraka gani kukaa pale au nini, lakini ni sehemu ambazo masahaba wa Mtume, unajua unapoambiwa kwamba hapa alikuwa anakaa fulani, hapa alikuwa anakaa fulani, hapa, kama yule mtu ni mtu mwema, ni mtu mzuri, unafarijika kwamba ni nyumba yake hii, alikuwa anapita hapa, aliishi hapa, kama vile tunavyosikia athari mbalimbali. Sasa ile sehemu ile walikuwa wakikaa ahlu sufa ambao ni zaidi ya masahaba 70, walikuwa wanakaa pale wakiongozwa na Abu Huraira, Abdullah ibn Mas'ud, Hudhaifa ibn al-Yaman, Ka'b ibn Malik, na wengine ni ansar kama Ka'b ibn Malik al-Ansari ni ansar, Hanzala ibn Abi Amir ni ansar. Na kuna wengine sio tu walikuwa maskini, wengine walikuwa wanapenda life ile. Yani ni watu wa sufa walikuwa watu wa zuhud, kukaa sana itikafu msikitini, kusoma Qur'ani, yani karibu sana, wako karibu na Mtume. Sasa wengine walikuwa na uwezo Madina, lakini walikuwa wanakuja kuishi nao kwa kuwa wanaadmaya ile life ya watu wa sufa. Kama huyu Ka'b ibn Malik al-Ansari, yeye katoka kwake kahamia pale, na sio maskini. Kwa hiyo ni idadi ya majina ni wengi, lakini ndio Abdullah Abu Huraira alikuwa kama amiri wao. Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu ni katika watu wa sufa, Abdullah ibn Mas'ud katika watu wa sufa, Hudhaifa ibn al-Yaman alikuwepo katika watu wa sufa, Abi Dharr al-Ghifari kuwepo katika watu wa sufa, na Sinan yani Abu Sa'id al-Khudri kwa katika watu wa sufa, Hanzala al-Ghasil, Hanzala ibn Abi Amir radhiyallahu kwa katika watu wa sufa, Wathila ibn al-Asqa katika watu, yani ni qaima refu, sio pahala pake kuwataja wote, lakini wote hawa ni katika watu wa sufa ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiletea sadaka za watu wanaita sadaka zao. Mtume alikuwa hali sadaka takriban, yani taban na zaka. Mtume hali sadaka wala zaka. Kwa hiyo ikija sadaka anawapelekea watu wa sufa. Ikija hadia, zawadi, Mtume alikuwa anapokea na anakula, lakini sadaka hali. Kwa hiyo ikija zawadi anachukua yeye pamoja na kwenda kuwalisha, na mara nyingine yani ni kama watoto wake anawalea yeye mpaka apate kitu yeye anawapelekea. Hata Abu Huraira anasimulia siku moja, anasema kuna siku ililetwa maziwa zawadi, kaletewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na siku hiyo Abu Huraira alikuwa na njaa sana. Unaona, inaakisi maisha ya watu wa sufa ambao walikuwa ni watu maskini, hawana kitu. Anasema Abu Huraira ile njaa ambazo zikimpata kuna kipindi mpaka anadondoka kwa njaa, inabidi anajifunga katika tumbo lake kuzuia, ili kulifanya tumbo dogo at least ile kuondoa ile ukali wa njaa. Anasema warubama saqattu ardan wa dhanna an-nasu annani masru, na mara nyingine nadondoka chini watu wanadhani naumwa kwa ile njaa. Anasema hata siku hiyo kakaa njiani barabarani, anamsubiri angalau apite mtu amkamate mkono amwambie bwana leo twende ukale kwangu. Anasema nikasubiri njiani, nikamwona Abu Bakr anakuja, nikamwambia Abu Bakr, kuna aya fulani, hebu nipe nieleze, nishereheshe maana yake hii aya. Lengo sio kujua ile aya anaijua vizuri Abu Huraira, lakini lengo baada ya kujua aya maana yake na tafsiri yake, huenda Abu Bakar akamwambia Abu Huraira twende
nyumbani leo ukale kwangu. Hilo ndio lengo. Kuna mtu mwingine siku nyingine haulizi kwa sababu anataka kujua, anauliza pengine kutatokea jambo lingine ambalo analitaka. Abu Huraira hapa anauliza pengine atachukuliwa kwenda kula. Angalia hali za watu wa Sufa. Akatizama Abu Bakar akamwambia maana yake 1 2 3. Hakujua, hakutambua kile kilichokuwa ndani ya moyo wa Abu Huraira. Abu Bakar akapita, ndo kishapita huyo. Alipopita Mtume sallallahu alayhi wasallam, Abu Huraira, Mtume akamfahamu Abu Huraira, akamwambia Aba Hirra ilhaq, yani twende. Akaondoka, akajua Mtume kishafahamu njaa hapa inaniuma. Akaondoka naye mpaka pahala akafika, kukaletwa maziwa. Maziwa kwenye kigudulia kidogo tu, na njaa alokuwa nayo Abu Huraira ana uwezo wa kuyapiga yote na bado hashibi. Maziwa kidogo yatafanya nini mbele ya njaa? Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtizama Abu Huraira, akajua huyu ana njaa, lakini kabla ya kumpa akamwambia ya Abu Huraira, naam ya Rasulullah, nenda kwa watu wa Sufa, kawaite wenzako, ujue kwamba wanaitiwa hicho kigudulia cha maji cha maziwa kidogo. Abu Huraira sema yani kama katika roho yake, sasa hichi chakula kenyewe kigudulia hiki mimi mwenyewe kitosha, na nikawaite wale na wale karibu watu 70 hapa pata. Lakini akaitikia amri ya Mtume, akaenda kawaita, wana mnaitwa. Walipofika watu wa Sufa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita Abu Huraira, naam ya Rasulullah. Akaambia wanyweshe. Tena kumbe ni wanyweshe, na anajua katika kanuni kwamba saqil qaum, anayewanywesha watu, akhiruhum shurba, yeye anakuwa wa mwisho kunywa. Sasa anaitizama ile namba ya watu wa Sufa, alafu anaambiwa wanyweshe, alafu anajitambua kwamba ndio atakayokuwa wa mwisho kunywa, kutabaki kitu. Akaanza kuwanywesha, kuitikia amri ya Mtume. Kawanywesha mmoja, kila mmoja anakunywa mpaka anashiba, yani yashrab hatta yarwa. Kigudulia kile kikapokezanwa mpaka wakamaliza watu wa Sufa wote. Huraira anatizama maziwa yamo. Mtume akakamata kigudulia, akawa ya Abu Huraira, naam ya Rasulullah. Anasema baqitu ana wa ant, sasa waliobaki hapa ni mimi na wewe. Ishrab ya Abu Huraira, sasa naanza kukupa wewe, kunywa ewe Abu Huraira. Abu Huraira akachukua kigudulia, akapiga naye, akanywa, akakiweka chini. Mtume akamwambia ishrab, kunywa tena. Akanywa tena, akakirudisha. Mtume akamwambia ishrab mara 3. Abu Huraira akanywa mara 3 mpaka akakirudisha. Akamwambia ya Rasulullah, la ajidu lahu maslaka, haya maziwa hayapiti tena, hakuna njia huko, amekisha shiba, tumbo limejaa, hakuna pahala yanaweza yakaingia tena ya Rasulullah. Kunywa, si wewe uko na wasiwasi sema itakwisha kigudulia, kunywa sasa. Hii ilikuwa ni miujiza katika miujiza ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahaflita ya maziwa kunywa watu wa Sufa wote. Abu Huraira akasema Rasulullah, sipati njia tena ya kupita maziwa haya. Hii tumeitaja by the way kukuonyesha kwamba pale pahala palipokuwa watu wakielekea mihrab upande huo wa Baitul Maqdis, baada ya kuvunjwa ile sehemu ikabadilishwa ikawa kama boarding ya hawa watu wanaoitwa Ahlu Sufa, na ambao walikuwa wakikaa na Bwana Mtume Muhammad. Mara nyingi Mtume akishirikiana nao katika kula, na ni karibu na vyumba vya Mtume na wake zake pale. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anachokipata, zikija zaka, zikija hadaya, zikija sadaka mbalimbali, walikuwa wakishiriki wale na kuwapa riziki zao ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajalia. Hiki ni kitu ambacho kimetokea katika ardhi ya Madina mwaka wa kwanza
wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam ameingia Madina. Lakini miongoni mwa mambo ambayo yametokea pale Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumpokea katika Uislamu hibrun au habrun min ahbari al-yahud. Habrun min ahbari al-yahud ni kusilimu na kuacha Uyahudi, kigogo cha elimu katika wale vigogo wa Kiyahudi. Unajua, anaposilimu au anapoingia katika mrengo fulani mtu tu katika awam minanas, tupige mfano katika siasa labda, chama hiki kina watu wale vigogo waanzilishi, labda akachupa akadefect akaacha chama chake, alafu akaenda katika chama kingine pinzani. Watu wengi wana defect, utasikia karudisha kadi, karudisha hivi, lakini ni watu wa kawaida. Lakini anapoondoka lile gogo lenyewe, linaweza hata chama kikafa, kikazikwa, hakipo tena. Lakini mtu wa kawaida mambo yanaendelea na yanatokea. Kwa hiyo tunazungumzia dini, tuzungumzie siasa. Huyu aliyeacha Uyahudi akaingia katika Uislamu ni habrun min ahbari al-umma. Habrun min ahbari al-yahud, ni mwanachuoni, rajul lahu makanatahu fil yahudiyya, ni mtu anajulikana, anatambulikana, anawasomesha, anawafahamisha. Kapata pigo hawa watu la huyu bwana kuacha Uyahudi na kuingia katika Uislamu. Huyu bwana ni nani? Huyu bwana ni mtu akiitwa Abdullah ibn Salam, habru min ahbari al-yahud. Abdullah ibn Salam aliposikia Mtume sallallahu alayhi wasallam ameingia Madina, akaenda akamuuliza maswali matatu. Akamwambia, inni sailuka thalathata as'ila la ya'lamuhunna illa nabiy, nitakuuliza maswali matatu, majibu yake hakuna anayeweza kuyajibu isipokuwa mtume. Kwa hiyo ukiyajibu haya wewe utakuwa mtume basi moja kwa moja. Akamwambia, isal, uliza. Akamwambia, ma awwalu ashrati as-saa, niambie dalili za kiyama ya mwanzo yake itakuwa ipi? Wama huwa awwalu ta'ami ahli al-janna, niambie watakapoingia watu peponi chakula chao cha mwanzo ni kipi? Wa kaifa yanza'u alwaladu min abihi, na niambie kwa nini huwa mtoto anafanana na baba yake na kwa nini huwa anafanana na mama yake? Inatokea nini mpaka mtu anazaa mtoto anafanana na baba, au mara nyingine mtoto yule hafanani na baba, anafanana na mama? Inatokea nini? Kwa nini inatokea hivyo? Mtume akamwambia, khabadani Jibrilu anifan, majibu yako yote Jibril kishaniambia. Yule Abdullah ibn Salam aliposikia Jibril asema, dhaka aduul yahud, huyo Jibril wewe unayemtaja hawa Mayahudi hawa, huyo ndo adui yao. Wanasema Jibril kazi yake ni kuangamiza watu, kugharakisha watu, anatumwa kwa ajili ya kudestroy. Sisi tunawapenda malaika wengine, lakini huyu ni adui yetu. Ndio katika sura al-Baqara za man kana aduwa li Jibril, sura hizi anasema huyu adui wa Mayahudi. Mtume anamwambia huyo basi kaja kuniambia, anasema hivi, awwalu ashraf as-sa'ati narun tahshuru an-nasa min al-mashriq ila al-maghrib, ya mwanzo katika alama za kiyama ni moto utakao wachunga watu, kama vile mchunga anavyochunga mbuzi wake akawapeleka. Basi moto utakuja kukusanya watu, utawapeleka min al-mashriq, kutoka upande wa mashariki, ila al-maghrib. Utatokezea moto unakuwa kama vile una upepo unavovuma, unakuja unawapeleka tu watu, unawapeleka ya awwalu ashraf as-saa. Ama awwalu ta'ami ahli al-janna, chakula cha mwanzo cha watu wa peponi, nasema ni ziyadatu kabidil hut. Ziyadatu kabidil hut, yule hut, chewa au papa, atakapokuwa ni samaki mkubwa sana,
katika kisa cha Nabii Yunus tumemzungumza huyo, na Qur'ani imemzungumza faltaqamahu alhutu wa huwa mulim. Huyo nuni huyo, wadhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat. Huyo nuni huyo, hut samaki huyo, yale maini yake kuna kipande kilichozidi katika maini, kama kimeungana hivi katika maini yake. Anasema ile ni kitamu kweli kweli. Kile ndicho chakula cha kwanza cha watu wa peponi, watakula ziyadatu kabidil hut. Alafu swali lako la tatu kwamba limadha min aina yushbihu alwaladu aba, kaifa yushbihu alwaladu aba wa kaifa yushbihu umma, yani mata yanza'u alwalad, ni kipindi kipi, ni wakati gani, au ni kwa nini huyu mtoto anafanana na baba au anafanana na mama? Anasema naam, idha ghashiya ar-rajulu zawjatahu, mtu anapostarehe na mkewe akamwingilia mkewe, fa in ghalaba ma'uhu ma'aha, yale maji ya mwanamume yanaposhinda yakaghilibu maji ya mwanamke, fa inna shabaha yakunu lahu, mfanano wa yule mtoto inakuwa kwa yule baba. Wa in ghalaba ma'uha ma'ahu, na yakishinda maji yake yule mama mke maji ya baba, fa inna shabaha, kule kufanana kwa mtoto, takunu laha, inakuwa kwa mama. Anampa. Na hii ni mambo marefu kielimu na kisayansi, utakwenda kuyaona huko kama alivyozungumza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo yale maji yale kama yana competition, yani mani kati ya mume na mke, haya yanaposhinda huyu, shabah inakuwa ya huyu, na haya yanaposhinda huyu, shabah inakuwa ya huyu. Fa in ghalaba ma'u ar-rajuli ma'a al-mar'ati takunu shabaha lah, wa in ghalaba ma'uha ma'ahu takunu shabaha laha. Na hivyo ndivyo alivyojibiwa maswali yake Abdullah ibn Salam alipojibiwa tukisema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka ya Muhammad rasulullah, akatoa shahada. Katika baadhi ya riwayat anasema alipoingia Madina Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu bwana Abdullah ibn Salam alikuwa juu ya mtende, akasikia Muhammad ameingia. Aliposikia tu kwamba kaingia Muhammad kule kule juu ya mtende, akapiga takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Halo yake alikuwa chini ya mtende, anashangaa kuna nini, ni kwa sababu ya kuingia Muhammad tu? Akasema naam. Akamwambia wallahi, angelikuwa kaingia Musa ibn Imran usingezidisha takbir kama hivyo. Asema halo yangu unasema Musa ibn Imran, fahadha ar-rajulu akhu Musa huwa nabii, huyu aliyoingia ni ndugu na Musa, hakuna tofauti yoyote katika dini yao, yeye na Musa ni watu ndugu kabisa. Akamuza hadha huwa an-nabiy alladhi kuntum tuallimunana wa tukhbirunana bihi, huyu ndio mtume mlikuwa mnatusomesha nyinyi, wewe ndio ulikuwa unatusomesha, ndio huyu nabii saa, ndio yule mtume ambaye mbele yake kuna kiyama? Kabia naam, huyo ndo mtume wa mwisho kishaingia Madina. Alikuwa huyu bwana anajua kila kitu, na sio yeye tu, Mayahudi wote wanajua. Uone wanasema wakanu min qabl yastaftihun, walikuwa wanawaambia Waarabu wa pale Madina kabla ya mtume hajaja, walikuwa wakiwaambia laqad ana zamanu alladhi yub'athu fihi akhirul anbiya, huu ndio wakati umefika Mungu atamleta mtume wa mwisho. Wallahi la in bu'itha lanattabi'annahu, akitumwa mtume huyo wa mwisho sisi Mayahudi tutamfuata, tutamwamini. Wala nuqatilannakum wa naqtulakum qatla Adin wa Iram, na tutakupigeni vita nyinyi tukuueni kama vile waliouawa Iram na Thamud. Mayahudi wanajua, walipoona tu kwamba ni Mwarabu wakaanza chuki zao. Wao nadhani walifikiri ni katika Mayahudi. Kwa hiyo walikuwa wanajua wote, na vitabu vyote vimeashiria na vimetaja kwa jina
hata katika sura anasema Allah wa mubashiran birasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad, nimekuja Isa na kubashirieni na kupeni habari njema kwamba baada yangu mimi atakuja mtume anaitwa Ahmad, yani Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na Taurati imetaja wazi. Kwa hiyo yaarifunahu kama yaarifuna abnaahum, wanawajua mitume wao kama vile wanavyowajua watoto wao. Hivi vitu vyote viko wazi. Kwa ajili hiyo basi Abdullah ibn Salam kana yaarifu madha yaqul, alikuwa anajua vizuri nini anachokifanya, nini anachokizungumza, nini anachokitenda, anaelewa kila kitu. Hivi vitu vilikuwa wazi kabisa. Ajili akaja kwa mtume akamwambia ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka ya Muhammad rasulullah, mimi nimekukubali kwamba wewe ni mtume, lakini uridu an aqula laka hadha ya Rasulullah, inna al-yahuda qaumun buht in alimu islami qabla an tukhbirahum. Mimi nakuambia Mayahudi ni watu waongo, ni watu ambao wanazua sana. Wakijua kwamba mimi nimeslimu kabla wewe hujawaambia, wanaweza wakanikadhibisha. Buht ni kadhabun, ni watu wenye kukadhibisha. Sasa uridu an ukhfi islam, nataka niufiche uislamu wangu, wasijue kwanza kitu chochote kinaendelea katika Uislamu. Wakusanye kwanza, wakusanye Mayahudi, isalhum anni, waulize mimi ni nani kwao. Mtume akawakusanya Mayahudi, akawaita katika Uislamu, akawaambia silimuni, akawasomea Qur'ani, akawaambia kila kinachotadhamana Uislamu. Hawakufuata. Akawauliza ataarifuna Abdullah ibn Salam, kwani nyinyi mnamjua Abdullah ibn Salam? Wakasema naam tunamjua. Ni nani? Akasema huwa a'lamuna wa ibn a'lamina sayyiduna wa ibn sayyidina, huyo mwanachuoni wetu, mwana wa mwanachuoni wetu, mjuzi wetu, mwana wa mjuzi wetu, huyo ni mtukufu wetu katika watu wakubwa katika dini yetu, Abdullah ibn Salam tunamjua. Hapo hawajajua kama kaslimu. Mtume akawauliza araaitum law aslama hadha ar-rajul, mnaonaje kama ataslimu Abdullah ibn Salam? Wakasema wallahi haizi kufanya. Yani kama upuzi gani afanya Abdullah ibn Salam? Afanye mabwana. Abdullah ibn Salam akachomoka alipofichwa, akasema mbele ya mtume na mbele ya Mayahudi walioita a'lamuna wa ibn a'lamina, sema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah, nimeshaslimu. Pale wakachange kibao, wakasema ya Muhammad innahu safihuna wa ibn safihina, huyu ni mpumbavu wetu, mwana wa mpumbavu wetu. Pale wamebadilisha, walisema ni bwana wetu, kiongozi wetu, khairuna. Sasa alipotoa shahada tu wakasema safihuna wa ibn safihina, hana lolote huyu mpuzi mmoja. Mtume sallallahu alayhi wasallam kaambia na Abdullah ibn Salam, umeona mambo yao, hao ndio Mayahudi. Baada ya hapo ndugu zangu, kukawa kuna ihtikakat, misuguano mikubwa, vitimbi vikubwa walivyofanya Mayahudi dhidi ya mtume na Waislamu. Ihtikakat na mambo hayo yatakayokuja inshallah baadaye katika vipindi vyetu vijavyo katika sirati nabawiyyati sharifa. Akhi Islam, hii sira ni moja katika masomo muhimu sana ya tarikh, na kisa cha mtume ni min ahsani wa ajmali alqisas, na maisha ya mtume ya miaka 63 ni maarufu kwa kila Muislamu, bali anapaswa kila Muislamu kuyajua, kwa sababu yeye ni aula zaidi kuijua historia yake hata kuliko historia ya mtu yoyote katika hii dunia. Na sisi tupo hapa inshallah kukuletea historia hii bila ya malipo yoyote. Mwenyezi Mungu inshallah akupe uwezo, siha na afya kuweza kuendelea kutusikiliza, na sisi atupe siha na afya na uwezo wa kuweza kusimulia.